Wahitimu wa kidato cha sita zaidi ya 130 katika shule ya sekondari Milambo iliyopo mkoani Tabora wamelazimika kuondolewa shuleni hapo chini ya ulinzi mkali wa jeshi la polisi muda mfupi baada ya kumaliza mtihani wao wa mwisho wa kuhitimu kidato cha sita. Hii ikiwa ni baada ya njama zao za kutaka kuchoma shule hiyo na kuandamana kubainika. Wanafunzi hao wanatuhumiwa kupanga njama hizo baada ya kuzuiwa kufanya mahafali ya kuhitimu masomo yao kutokana na kile ambacho shule imesema ni uwepo wa viashiria vya uvunjifu wa amani, kwa kuwa uongozi wa shule ulipata taarifa kuwa wanafunzi walipanga kufanya vurugu kali shuleni baada tu ya kumaliza mahafali. Mkuu wa mkoa wa Tabora ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, Paulo Chacha, ameelekeza wanafunzi hao waondolewe shuleni hapo na kwenda makwao chini ya ulinzi, huku akiwataka polisi kuimarisha ulinzi maeneo yote ya shule, kwani baadhi ya wanafunzi wa madarasa mengine wanaendelea na masomo na pia kundi jingine la kidato cha sita linaendelea na mitihani chini ya ulinzi mkali wa jeshi la polisi, na wakimaliza tu nao watapelekwa makwao. Wenzenu juzi wamemaliza shule hapa. Tunategemea waondoke kwa utaratibu. Wametembea njia nzima, wamevua nguo, wanafanya jogging wakiwa uchi. Huyo ni mwanafunzi wa form 6, tunategemea mwakani awe chuo kikuu asaidie jamii hii. Form 5 mnanisikia vizuri? Mliwaona? Si mmeona wenzenu walichokuwa nakifanya? Wanafunzi wenzenu wapo ambao tumewashikilia, wapo polisi pale waliomaliza mitihani hapa. Kwa sababu ya vurugu zilizokuwa zimejitokeza, zinazoenda kujitokeza walizozipanga, mamlaka ya shule iliamua hakuna kufanya mahafali. Wenzenu wakajiandaa kuchoma shule hii. Tunao polisi pale. Angalia akili za kijinga hizi ambazo sijawahi kuziona. Hao wazee wote waliosoma, mpaka mkuu wa jeshi la polisi nchini amesoma hapa, na viongozi wengine wakubwa wengi wa nchi hii, wangechoma hii shule, mngesoma nyie hapa leo. Sasa ni hivi, nimekuja kuambia kila anayemaliza mtihani wake kazi mbili tu. Ya kwanza, unaingia bwenini, unatoka getini hapo mpaka stendi. Huo ndio msamaha niliowapa. Nilitaka kila anayemaliza alale polisi pale, wazazi wake wamfuate polisi. Lakini tusiende huko, wale wahalifu wapo pale. Kwa ajili yenu na nyinyi form 5 wote. Wala msije mkabugudhiwa. Hakuna atakaye wabugudhi. Hakuna atakaye wanyoshia kidole. Na yeyote atakaye kunyoshia kidole, askari hawa wapo hapa kwa ajili hiyo. Atalala polisi. Tunaelewana? Tunataka tutunze na tulee vijana walio wema. Mimi ningekuwa kibaka kama hao wanaotaka kuchoma shule, ningekuwa hapa mkuu wa mkoa. Kwani nyie sio wanaume kama mimi? Mnafeli wapi? Kwa nini mnaruhusu ujinga huo? Alafu mwalimu mkuu pia mkuu wa shule. Ni hivi na elimu. Mkikuta kama mmekataza hakuna mtu kumiliki shule na simu hapa shuleni, na mkamkuta nayo, hakuna discussion, arudi kwao akatumie simu. Mkikuta mwanafunzi ametoroka na hataki kutoroka, arudi kwao aende kutorokea kwao. Hapa kuna wanafunzi wanaotakiwa kusoma na kulala hapa tu, isipokuwa siku maalumu ambazo mnawaruhusu kutoka, si ndio? Vinginevyo mmekuta ametoroka, yupo nje ya geti, ana simu akatumie kwao, na kutoroka akatorokee kwao. Hakuna mjadala, hakuna suspension, anaenda anarudi. Fukuza kama wale tuliowafukuza wakazima waliokuwa wanajirekodi picha za uchi. Hakuna mzaha hii. Tunalea majitu majinga, watu waovu, tunalea majambazi. Unatembeaje form 6 umevua nguo, unafanya jogging? Eti tumenyimwa kufanya mahafali, tutaona na shule hii itachomwa. Nitaona mtaichomea wapi? Mkimaliza hapa mmoja mmoja, bwenini,
toka getini hapo stendi. Tusikukute hapa mjini hapa. Ukikutwa hapa wewe ni mzurulaji, mhalifu, polisi, asubuhi mahakamani na kesi ya kutaka kuchoma shule. Mnanielewa? Form 5 mnanisikia? Kuna wehu na wahuni wapo waliokuwa wamejiandaa kuchoma shule. Baadhi yao tumewakamata, tunao. Na hawa waliokuwa wanamaliza wanajiandaa kuungana na wale. Hakuna msalie mtume. Unatoka hapa mmoja, nenda chukua vitu vyako, ondoka, nenda stendi. Ukifika stendi, hakuna kusema gari halipo. Lolote lenye mwelekeo wa kwenu panda, kashukia huko mbele. Sasa wale wako tukukute hapo unasema hakuna gari hapa. Yoyote, kama unaenda Mwanza, hakuna ya Mwanza, panda ya Nzega. Utalala huko mbele, unaenda njiani. Waambie ndugu zako.